Viongozi wa serikali na wananchi katika manispaa ya Mpanda mkoani Katavi wametakiwa kutambua kuwa usafi wa mazingira ni jukumu la kila mmoja ili kuhakikisha maeneo ya makazi yanakuwa salama na kuepuka madhara yanayotokana na uchafuzi wa mazingira. Wito huu umetolewa katika kikao cha wadau wa mazingira kilichofanyika katika ukumbi wa manispaa ya Mpanda, ambapo washiriki wamejadili mikakati mbalimbali ya kuboresha usafi na mifumo ya ukusanyaji taka. Akiwasilisha mada katika kikao hicho, Godfrey Mbunda amejikita katika kuzungumzia uhifadhi wa mazingira na udhibiti wa taka ngumu, ambapo amesema mafanikio ya jitihada hizo yanategemea uwajibikaji wa viongozi wote wa serikali katika kusimamia sheria pamoja na ushirikiano wa karibu kutoka kwa wananchi. Lakini kingine ni kuendelea kuwakumbusha viongozi wa serikali za mitaa na ofisi za kata majukumu yao katika masuala ya usafi kwa mujibu wa mwongozo wa usafi na utunzaji wa mazingira wa manispaa. Kuna kitabu hiki cha mwongozo wa usimamizi wa majukumu ya usafi wa mazingira katika ngazi mbalimbali katika manispaa ya Mpanda. Nadhani wadau, kama mtakumbuka, tulikuwa na kikao, na katika kikao kile tulieleza majukumu ya kila mmoja kupitia mwongozo huu, na kwamba tukasema ni lazima kila mmoja atekeleze wajibu wake ili kuhakikisha kwa pamoja tunafanya kazi kwa pamoja na hatimaye tunafikia malengo ya kuhakikisha mji wetu unakuwa safi. Katika mwongozo huu umeelekeza majukumu ya mwenyekiti wa serikali, majukumu ya mwenyekiti wa mtaa, majukumu ya kamati ya kata, nini wanapaswa kufanya, lakini kuna majukumu ya mheshimiwa diwani, lakini kuna majukumu ya afisa mtendaji wa kata na mtaa, lakini kuna majukumu ya kamati ya maendeleo ya kata, lakini kuna majukumu ya afisa wa kata, lakini kuna majukumu ya afisa maendeleo wa jamii wa kata, lakini kuna majukumu pia ya polisi kata, na kuna majukumu ya mkurugenzi katika kuhakikisha masuala haya ya usafi wa mazingira yanakwenda mbele. Nadhani tumekuwa tukisisitiza sana, tumekuwa tukielekeza sana huu mwongozo. Ni waombe viongozi wenzangu, kwa pamoja tushirikiane kutekeleza majukumu yote yaliyo katika mwongozo ili tuweze kusonga mbele. Kwa hiyo sisi kila wakati mkaona tu sasa masuala ya usafi wale kutoka manispaa kwa mkurugenzi waje wasimamie masuala ya usafi. Ni jukumu letu sote, ni jukumu letu la msingi, kila mmoja atekeleze wajibu wake. Hiyo ni mikakati tutaendelea kusema. Ndani sasa labda tutakachokifanya ni kuchapisha mwongozo na kumpa kila mwenyekiti. Sambamba na hilo, sekta binafsi zimeendelea kuunga mkono jitihada hizo, ambapo kikundi cha Transcargo kimezindua rasmi kampeni maalum ya usafi inayolenga kuzifikia kata 10 za manispaa ya Mpanda ili kuboresha huduma za ukusanyaji taka. Mwenyekiti wa kikundi hicho, Ibrahimu Ali, amefafanua malengo ya kampeni hiyo. Transcargo imekuja pia na mkakati mwingine mkubwa utaojulikana sasa leo kwa uzinduzi wa kampeni ya jukwaa la usafi na mazingira, ambalo sasa limeenda kuwa kubwa zaidi. Sasa badala ya kugusa kata 5, kampeni hii itaenda kugusa kata 10. Kampeni hii inaenda kugusa kata 10 kama ifuatavyo. Zile kata 5 za awamu ya kwanza tunaongeza kata nyingine, ambapo itakuwa ni kata ya Uwanja wa Ndege, kata ya Majengo, kata ya Kashauriri, kata ya Misukumiro, kata ya Kawajense, Mpanda Hoteli, Makanyagio, Mseulwa, Ulembo na Kazima. Zoezi ambalo sasa kupitia nguvu kazi ya vijana tulionao watapita kwenye kata zote hizi kwa ajili ya kuhakikisha tunashirikiana vizuri na wadau na viongozi ambao mko hapa kwa ajili ya kufanya usafi kwenye kata zote nilizozitaja. Hata hivyo, baadhi ya wadau wameeleza kuwepo kwa changamoto ya ubaguzi wa maeneo katika upatikanaji wa huduma za ukusanyaji taka. Wamedai kuwa magari ya kubeba taka yanatoa huduma zaidi katikati ya mji, huku kata zilizoko pembezoni zikiacha nyuma.
sijaelewa vizuri pale ambapo nguvu yenu kubwa ya usafi inakuwa inaelekezwa sana kwenye kata za mjini, lakini kata ambazo ziko pembezoni mwa mji kama kata niliyotoka ya Uwanja wa Ndege, manispaa au magari ya usafi haitilii macho. Lakini leo hii tunapohimizwa swala la kusimamia usafi, halibagui kwamba ni kata ya Majengo au kata ya Makanyagio, inaunganisha kata zote zinazounganishwa manispaa ya Mpanda. Lakini katika utekelezaji inakuwa inang'ang'ania tu kata za mjini. Sijaelewa ni kwa sababu la pengine wageni wengi wanafika mjini au vipi, sijui. Kufuatia changamoto hiyo, kikao kimeazimia kuimarishwa kwa usimamizi ili kuhakikisha wananchi wote wanapata huduma kwa usawa bila ubaguzi wa maeneo wanayoishi. Kutoka mkoani Katavi, hii ni Finumedia. Jina langu ni Josephine Geoffrey.